hadithi ambayo ni mashuhuri na inafundishwa katika madaris ni yule kijana ambaye alikuwa na tabia ya kufukua makaburi. Kila anapozikwa mtu, yeye anaenda usiku anafukua makaburi. Katika ardhi zile za Uarabuni ni jangwa, ni mchanga ule, ni rahisi kufukua. Kwa hiyo kila akizikwa, yeye anaenda usiku anafukua, anatoa maiti ile, anachukua zile sanda, anaenda kuzisafisha na kuziuza tena. Ikiwa ni binti, anamwingilia, ni maiti anamwingilia. Ni madhambi makubwa mno ambayo yako katika hadithi ya Bwana Mtume kuonyesha taubatan nasuha, toba yenye kukubalika, toba ya kweli. Madhambi yake ni makubwa na miaka yake mingi anafanya namna hiyo, mpaka amefikia takriban umri zaidi ya miaka 40. Ndio tabia yake, utajiri wake, mali zake anazipata kwa njia ya kufukua makaburi na kutoa maiti. Na kazi yake ni kuzunguka katika maeneo tofauti tofauti kuona wapi kuna msiba na amezikwa wapi, ili usiku yeye aende akatekeleze haya anayofanya. Siku moja akiwa katika nafsi lawama, hii nafsi yenye kujilaumu, akaenda akamfukua binti ambaye alimtamani alipokuwa hai, lakini hakuwahi kumpata mpaka akaolewa binti yule. Kwa hiyo alipozikwa binti yule akaona hii ni nafasi pekee, akaenda akatekeleza yale anayofanya, akamfukua, akamtoa sanda na akamfanyia kitendo kiovu cha aina hiyo. Wakati anaondoka kwa hamu ile ya matendo haya mabaya aliyoyafanya kwa hamu, hakumrudishia kaburini mwake, akamwacha nje ya kaburi. Ni ile furaha aliyokuwa nayo kuwa ametekeleza. Wakati anakimbia, binti yule akamtamkia, akamwambia, unaniacha nikiwa uchi namna hii, na kwa kitendo kiovu ulichonifanyia utamwambiaje Mwenyezi Mungu na mtume wake siku ya Kiyama katika hali hii ulioniacha hivi? Maneno haya yakamgonga kijana yule, akaanza kujilaumu. Kwa ufupi sana naitoa hadithi hii, akaanza kujilaumu kwa tabia hii, nafsi yake ikawa inajuta. Siku moja akaenda kwa Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Alipofika katika nyumba ya Bwana Mtume akaogopa kuingia, kwa sababu Mtume alikuwa amekaa na masahaba wake. Akaogopa kuingia ima nyumbani au msikitini kwa Bwana Mtume, akaogopa kuingia. Masahaba wanaingia, wanamkuta kijana yule amekaa na anatoa machozi, analia. Wanamuuliza vipi, hataki kusema. Ujumbe ukamfikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kaambiwa kuna kijana yuko mlangoni analia na hataki kuingia, lakini hatujui analia nini. Bwana Mtume akatuma mmoja wa masahaba wake amuulize ana tatizo gani na kwa nini anaogopa kuingia. Anasema, naona kama madhambi yangu yataniunguza, na madhambi makubwa mpaka anaona haya kusimama mbele ya Bwana Mtume. Lakini anajilaumu, analia. Ikabidi Bwana Mtume kusikia maneno hayo, ikabidi aamrishe kijana yule aingizwe kwa nguvu kwa Bwana Mtume. Alipoingizwa kijana yule na huku analia, kila anapoulizwa na Bwana Mtume, yeye amekazana kusema madhambi yangu ni makubwa. Kila anapoulizwa madhambi yangu ni makubwa, Bwana Mtume anampa mfano, madhambi yako ni makubwa kushinda milima, akasema ndiyo. Madhambi yako ni makubwa kushinda ardhi, ndiyo. Ni makubwa kushinda mbingu. Bwana Mtume anamtajia vitu vikubwa, na anasema madhambi yangu ni makubwa zaidi ya hayo, na ni kweli ni makubwa. Kwa tabia hii zaidi ya miaka 40 anafanya vitendo vibaya vya aina hiyo, kufukua maiti, kuchukua sanda na kuwaingilia kama ni binti. Ni madhambi makubwa mno. Bwana Mtume baada ya kuona kijana anavyosisitiza ukubwa wa madhambi yake, Bwana Mtume akamfukuza, akamwambia, ondoka katika kikao chetu,
usije ukatuunguza kwa madhambi yako. Akaondoka. Ni kama vile Bwana Mtume kwa lugha iliyotumika mwishoni mwa hadithi, ni kama anamwambia nenda kajieleze kwa Mola wako, nenda kamlilie Mola wako. Kijana yule akaondoka, akaenda katika pango, akawa anamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika eneo lile usiku na mchana. Anajuta kwa madhambi yale na kujuta namna alivyotolewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, mpaka ikafika wakati baada ya muda umekuwa ni mrefu, kijana amedhoofika, chakula chake ni cha kubahatisha, muda wote ulimi wake ni kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuomba toba. Bwana Mtume akaijiliwa na wahai, akaambiwa nenda katika sehemu fulani ukamdiriki mja wangu. Mungu anamuita ni mja wangu. Nenda mahala fulani ukamdiriki mja wangu. Bwana Mtume anaondoka na kundi la masahaba wake, anafika katika ile sehemu, wanachungulia, anamuona ni kijana yule mwenye madhambi makubwa namna hiyo. Kisha anamhadisia Bwana Mtume madhambi yake na tabia yake aliyokuwa nayo, lakini mahalo shahid ni Mungu anamuita mja wangu, na aya ikateremka kumsifu kuwa huyu ni katika waja wa Mwenyezi Mungu wema. Kwa ile tabia ni nini? Hadithi na kueleza kwa sababu aliingia katika an-nafsi lawama, fala uqsimu bin nafsi lawama. Aliingia katika nafsi yenye kujilaumu. Unafanya dhambi unajilaumu. Unapojilaumu kwa nafsi yako ni kama vile unatengeneza au unajisafisha, unatengeneza msasa wa kwenda mbele zaidi. Ubaya ukiwa hauna nafsi yenye kujilaumu, unafanya dhambi unachekelea, unafurahia, hiyo ndio dhambi kubwa kuliko dhambi yenyewe uliyoitenda.